Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, tukiangazia masuala ya shule haswa upande wa watoto na likizo. Na insha Allah katika mada yetu ya leo, mpenzi mtazamaji, tukiwa naye mgeni wetu si mwingine bali ni Intifadha Bashir, tunawasilisha mada ya parenting during holidays, yani wazazi jinsi gani mtaweza kuwalea watoto wenu katika likizo hii, kwa sababu likizo ni ndefu sana. Najua kuna wazazi hata ni likizo haijafika katikati lakini washachoka tayari. Ama mwingine siku ya kwanza tu mtoto alipoingia kwa nyumba alichoka tayari. Sasa insha Allah tukielekea kaka tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Intifadha. Asante sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Happy to be back. Alhamdulillah. Furaha zaidi. Yeah, nashukuru. Alhamdulillah. All right, so leo tena nimekuja with a different face, face ya walimu kama teacher Intifadha because I am a teacher by profession, mwalimu wa chekechea, lakini mwalimu ni mwalimu. All right, so kuna hiyo alhamdulillah. Yeah. So leo tunaangalia parenting during this long holidays and challenges gani ambazo wazazi wanapitia na pia challenges zipi ambazo hawa watoto pia wanapitia during holidays. Na kabla hujaendelea zaidi kuhusiana na hilo swala, vile umesema kwamba wewe ni mwalimu wa chekechea na labda kuna mtu angependa kuleta mtoto wake, hajajua labda admission ina happen vipi, ataweza vipi kuleta mtoto wake. Uenda unaitazama kuna mtoto unataka labda awe boarding. Sasa huku ni kama nyumbani, yani ni nyumbani, boarding nyumbani, lakini wanakuwa ni kama kuna ile leniency, sio kama zile boarding zingine za shule. Hapo itakuwa na urahisi kulelewa mtoto wako, wewe unaweza mjulia, unaweza shangaa pia labda ukasahau kama kuna mtoto kwa sababu wamepata pahali kama nyumbani. Naam, Intifadha, unaweza tueleza zaidi? Okay, mimi kama mwalimu, so nina shule yangu ama tuna shule yetu ambayo inaitwa Markaz Misbahul Huda. Ipo Nairobi lakini maeneo ya Syokimau. Sisi tunaita ile shule yetu it's a home, ni nyumbani, because we don't ile mentality ya boarding school tumejaribu kuiondoa kabisa, kwa sababu hata ukija tu ukiangalia kwanza setup ya pale ilivyokaa ni kinyumbani kabisa. So katika Markaz Misbahul Huda tuna program 2 za watoto. Ya kwanza ni home care ambayo hii ni ya watoto wakubwa kuanzia grade 2 up to grade 7. Kwa hiyo mzazi anamleta mtoto wake kwetu aishi na sisi akisoma. Kwa hiyo atatafuta shule ambayo within Syokimau, tunafanya admission ya huyo mtoto katika ile shule, and then huyo mtoto anaishi na sisi and then anarudi nyumbani over the holiday. So that's 1. And then 2, tuko na kindergarten yetu. So tuna PP1, PP2 na inshallah next year tutakuwa na grade 1. Hawa watoto pia nao wanaishi na sisi na wanasoma pale. Lakini again, it's a homely environment. Tumeitengeza kinyumbani zaidi kwa sababu kwanza hawa watoto kwanza hawapo nyumbani na wazazi wao. You see, these kids are staying with us. So tukaona sisi tusaidie wazazi katika kulea. Isiwe tu tuko kama Watanzania wanavyosema JKT, jeshi la kujenga taifa, ni kama tuko kambi ya polisi. That's not how we do it. So routine ya pale ni kinyumbani kabisa, from the activities that we do, from hata ile setup yenyewe ya ilivyokaa ya hiyo markazi yetu ni ya kinyumbani, so that these kids do not feel left out, they're not losing out on vitu ambazo wangefanya labda nyumbani na wazazi. Na pia inampatia mzazi sukun kuangalia yale mandhari yalivyokaa. Yani ukija Haifa nikikwambia pale ni shule au takubali. Honestly, you know, and they can also reach us on our social media. Tunayo page on Facebook and on TikTok, Markaz Misbahul Huda. Chukueni namba zetu pale, let's talk, bring your children to us, tuwasaidie katika kulea. Naamini ni kwamba tu sina yule mtoto, lakini ningekuwa naye ningeweza kumleta. Lakini ni shangazi pahali Haifa. Mimi ni shangazi pahali, inshallah Mungu atupe uwezo. Hata mtoto rafiki ni wako pia, majirani ni wako pia, sio? Hakika. Inshallah. Khair, shukran for that. All right, maybe now to dive into our topic. Leo tunaangalia parenting during the holidays, and kama tulivyo angalia the previous episodes, tumezungumzia ni changamoto zipi ambazo wazazi wanapitia and watoto pia, and how to curb those challenges. So leo ningependa tuongelee tuitions. Hizi tuitions wazazi wanakimbilia sana kupeleka watoto wao katika tuitions over the holidays. Are they meaningful? Are they even necessary to begin with? Kumbuka tulivyokuwa tunaongelea umuhimu wa holidays, tukasema that this period is very, very important for your child because your child needs to first rest,
pia play is part of growth pia. Unajua mtu anaona ni watoto wanapoteza muda, wewe siku nzima umeshinda ukicheza. It's part of growth. Your child needs to engage in other activities to, you know, inamsaidia katika concentration span yake, inamsaidia na zile gross motor skills zake, inamsaidia pia katika socialization, you know, with other people through play. And then now ni over the holidays mtoto the whole term amekuwa shule ni vitabu. Then shule zimefungwa, the first thing mzazi anafikiria ni nini? Tuition. Now, hizi tuitions ambazo tunazipigania sana ama ambazo shule zinapigania sana, je, zina umuhimu wake? For me as a teacher, I would say yes. And I would also say no. Iko na ni coin, so it has both sides. Tukiangalia the positives of tuition is that one, ina create routine. Hawa watoto ndio wametoka shule nao wapo nyumbani. If we do not structure their time, tutakuta wanapotelea hapa katikati. You know, we have to like create a routine whereby they have something meaningful to do during the holidays. So tuition comes in very handy because utasema asubuhi wataamka wanye breakfast, waende tuition au mwalimu aje awafanyie tuition. So unajua umeshaua 2 hours ama 3 hours. So at least umetengeza a structure. So it is good. But for me inaweza kusema another side of it is it's bad because huyu mtoto atumpatie ile mental break. Amekuwa shuleni akisoma, then anakuja nyumbani bado ni kusoma. Yani it's books. Utakuta kuna watoto ambao watachukia kabisa shule because this information that we are taking in, it's too much. And then maybe zile vitu ambazo tunafanya during tuition ni marudio ya yale ambayo tulikuwa tunafanya shuleni. So inakuwa very overwhelming to this child. So that's one. 2, kuna ile kitu kinaitwa content retention. In that, especially during these long holidays, utakuta kuna watoto ambao watasahau sana. Wangu wadogo wachekechea watasahau kushika kalamu ama wasijui watasahau. Wakubwa nao watasahau kabisa. So tuition comes in very handy because inasaidia ile content retention so that watoto wakirudi tusianze tena kuulizana hii ni sound gani. You know? Mtoto ashasahau sounds, ashasahau numbers, ashasahau kila kitu. So it is good because of that. All right. Another thing ni focused learning, in that utakuta kwa mzazi ama kwa mtoto ina offer an opportunity whereby labda there is a certain subject huyu mtoto alikuwa na struggle with. So over the holidays, instead of having unajua shule anasoma subjects zote at the same time, itoke English, ifate maths, ifate creative arts, ifate nini. But unaweza ukachukulia tuition ukaspecialize on only one subject. So maybe my child is having challenges with mathematics, so during holiday tuition yetu tunataka kutengeneza pathway yake ya mathematics. So it comes in very, very handy. All right. So hizo ni positives za tuition, which tumesema yani inasaidia katika routine, katika content retention na pia mambo kama haya. Again, mimi naweza kudiscourage tuition because tumesema watoto inabidi wapumzike. Na hii si tuition peke yake, even the homeworks that we give. Unakuta mtoto amefunga shule but ukiangalia ile homework huyu mtoto ako nayo, haifa unachoka tu. And then he homework si afanye peke yake because it needs the presence of a parent as well. So it's exhausting for both the teacher and the parent. I remember like last week I was talking to one of parents wa watoto wangu, and then akanambia mashallah fulani na fulani anafanya homework vizuri na nini. Nikamwambia please go slow with that homework. Hii holiday ni ndefu. Sitaki exhaust kila kitu alafu inafika December mtoto the whole month they are not doing anything. The reason why I gave out the homework, not for this child to finish, but as he lose touch with school. So pole tu kidogo. Ama na unakuta kama during school days unakuta labda tunapeana homework mara 3 kwa wiki. Bas, not every single day. So that hata mtoto akitoka nyumbani, akitoka shuleni, akifika nyumbani, let them engage in other things. Si atoke shule alafu aje tena akae lisali zima akifanya homework. It's a lot, you know. For me homework is just to not lose touch. I think another thing kwamba sasa zingine pia kuwa na walimu ambao wako open minded, knowing what their children want, because it's like treating those students like your kids. Yes. The way you treat me. Ukifika nyumbani kama mzazi, utaki mtoto wako awe na mambo mengi. Kuna mwingine anataka mtoto wake chapwe nini and so on. That's how a teacher should be. Like akimchukulia vizuri huyu mtoto, itakuwa rahisi yeye kubond na huyu mtoto. Na itakuwa rahisi pia kushika. Si watoto wengi ambao wako na
IQ the same. Yeah, very Wengi true. wako different. Kuna slow learners, kuna wale ambao wako very fast at learning. Sasa I think they should handle ama kutake hiyo perspective yako. I think it's a good example. Yeah. Like not every day unawapea homework. Kuna mtoto akifika amesahau. Amesahau, Kuna mzazi, amechoka. alafu nategemea anakaa na mzazi gani Yes. nyumbani. Yes. Huenda anakaa na nyanyake. Na nyanyake hayuko vast na education. Yes. Si wazazi tena wetu wa kitambo. Huenda Yesu umemwacha kwa bibi yake, lakini you are not sure like ata follow up the same way as wewe mzazi unge follow up success ya mtoto wako ama the way anafanya. And utakuta like wengi ambao labda wanaenda kukaa na nyanya zao majumbani, it's very hard ile report form ikifika nyanya aangalie like okay mjukuu wangu amepata nini. Hata tu labda amekuwa number 2 but hata ona ile deficiency yenye inakosekana pale ndani. Maybe huyu alikuwa anataka attention hii ama attention hii. The perspective ya kuwapa homework to a certain time, I think it's a good one. Yes. Rather than every day. Every day. Now, I think tusiseme sana walimu because you say it's a system of the school. I remember I visited a friend of mine, she has a school and nikamuuliza unapeanaga homework? Akaniambia intifadha. Nilijaribu kutopeana homework but ikaleta shida na wazazi because parents were like, why aren't you giving the kids homework? Because as a teacher I know that this child is overwhelmed. True. Overwhelmed hawezi, lakini mzazi anahitaji hii homework so that sababu mtoto akifika nyumbani mzazi anaitumia ile kama excuse because kama mtoto hana kitu cha kufanya inamaanisha mzazi ata feel like anasumbuliwa na mtoto. Na pia si hivyo tu, sisi pia tumebeba baggages za utotoni wetu in that homework ni lazima. So ukienda katika shule ambayo haipeani homework unaona ni kama mtoto wako ata excel in education. So there's so much that plays part in that, you see. Na pia sasa kama hivyo ulivyosema kuna walimu ama kuna heads of schools ambao hawajapata that, they're not open-minded. Kuona kuwa, you know what, it is okay if we decide not to give our children homeworks. It does not mean that shule yetu haita excel. But you see there's so many things that are playing out here. But wewe kama mzazi sasa, because naweza kusema hivi, mtoto wako amefika nyumbani let's say around 6:30, amepewa homeworks kama 3. Jukumu lako kama mzazi first should be to your child. Alright? Naweza kuwa ni mwalimu amempatia, but is it making sense that mtoto wangu amefika home 6:30 na ana homeworks 3 and this child has to finish all of them? That's now where you, kwa sababu wazazi pia sangine huwa tunajisahau when it for us to remember that we also have a role to play when it comes to the decisions that we are making in school for our kids. Not that everything that the teacher says goes. No. Pia wewe kama mzazi una haki ya kupiga shule, unamwambia kama mimi I do that a lot kwa sababu nimekwambia nakaa na watoto ambao ni wakubwa. Unakuta mtoto anachukuliwa maybe anachukuliwa na school bus 6. By the time anarudi ni 6. Ana homeworks kama 3 au watoto wa JSS. Mimi I usually write on the diary that today we were not able to do any homework because so and so alikuja kutoka shule akiwa amechoka ama ni nyingi, ama you even tell the teacher like can we push these homeworks azifanye over the weekend? Because sometimes I think why should they ama kwa nini huwa wanakuwa ni ile parent meetings? I think these are such things ambazo zinafaa kuwa addressed. Exactly. Kwa sababu at the end of the day it's all about this child. Not only tumekuja pale academically, but psychologically, how is this affecting this child? Exactly. Am I doing the right thing as a teacher? Am I doing the right thing as a parent? Ndio wazazi wanataka mtoto asikae idle nyumbani without doing any homework. But pia fikiria huyu mtoto kuna time ataka hii akili relax. Na ikipumua itampea a very bigger chances ku excel in something kwa sababu pia ile akili yake imepea ile time ya kurest. Na pia unakuta kuna shule ambazo wameweka like easy remedial classes is a must. A must. Unakuta wazazi utakuta kwenye social media wana complain, oh leo tumeitisha pesa ya remedials. I am like, can't you face these schools and talk about these things? You are a parent by the end of the day. Your voice matters. Tell the school that you know what, me, I'm not comfortable with this and this. My child anatoka shuleni akiwa overwhelmed. Remedial classes, maybe they're not necessary for my child. Why don't you put your foot down as a parent and speak about these things? Mtoto akilala akiinuka yafikiria tu. Exactly, ni shule. Hata unakuta mtoto, nitakupatia example. There was a day I was teaching at a certain school and then nimepatia watoto homeworks. And then tukawa tuna 40 minutes before home time. So this child told me, Teacher Zara, can I like do my homework now? Nikamwambia hapana.
nataka uende nyumbani ukafanye hii homework na mzazi. The child started crying. Mama, why are you crying? Anambia teacher, you don't understand. Huyu ni mtoto wa grade 2. Like literally mtoto alikuwa analia. Anambia teacher, Zara, wewe uelewi. Nikitoka hapa naenda duksi, naenda madrasa. From 4 mpaka magharib. Anatoka madrasa at 6:30. Anasema teacher, nikitoka hapo I go, my mom tells me eat, shower and sleep. And then if I come in the morning, you'll ask me why I have not done my homework. This is a grade 2 child talking like this. And literally, I feel overwhelmed mpaka analia. So you can imagine the mental turmoil mtoto amebeba. Sasa huyo ni mimi nimempatia homework moja. Labda amebebana na homework zake 3 au kadhaa. Ndio pia pale tunarudi pale kama wewe mwalimu pia. Yes, una timetable darasani, but try and strike a balance. True. Like mimi nilikuwa nakumbuka grade 2s they never used to sleep. But nilikuwa wanalala. In my class they used to sleep. Yeah. Like I tell them, you know what, close those books, put your head down. Even if you don't want to sleep, just rest your head. You know? Sasa ndo pale sasa unaangalia hii triangle ya shule, mwalimu na mzazi. We need to work together for the betterment of these children. Yeah, very, very much. So the fact that we have madrasas. Yes, yes. Mtoto ametoka saa 10 shule. Expected kwenda madrasa mpaka saa 2. Yeah. We are not saying in a bad way, by the way. Disclaimer, yes. Mtu akachukulia vibaya, mzazi ukachukulia kwamba tunasema kwamba usipeleke mtu madrasa. Tunaangalia in perspective ya kwamba huyu mtoto akili yake na relax kiasi gani. Sawa, madrasa utampeleka, but muda gani unampeleka madrasa matters. Yule mtoto akifika sawa, mfano madrasa ndio kutakuta wengine wanachukua walimu wa madrasa, ana prefer amfunzie mtoto hata kama ni 30 minutes. You don't have to treat that kumfundisha like the whole 2 hours kwa sababu tayari huku akona mengi yenye amejaza kwa akili, ana homework. Akifika madrasa ataambiwa kesho kuje umehifadhi kitu fulani. So anaona like which one should they balance. That's very true. Na maybe tukiangalia katika hiyo ya tuitions and maybe easy extra studies that watoto wana engage in, what I can recommend for me ni flexible, you know, learning. In that wewe kama mwalimu ama wewe kama mzazi, kuna vitu zinaitwa teaching techniques. Naweza nikafundisha a topic na nikatumia different techniques za kufikisha ile message. Not necessarily writing. Not necessarily me lecturing. Maybe I can use games. I can even send home a puzzle. I can maybe board games and all that. You know, you make learning very enjoyable for this child. You know, mpaka hata yeye anaona anacheza, but wewe unajua kama mwalimu ama kama mzazi there's something you're driving at. So that's one. Another thing, you can set goals. In that, ambia mtoto homework yetu tunaifanya within 30 minutes. Whether umemaliza ama haujamaliza shauri yako. Like si shauri yako like you'll get into trouble. But pia inamsaidia huyu mtoto kuconcentrate on that. Na pia kuwa timely. Unakuta mtoto anafanya homework, huko anakula, huko ana watch TV. Mtamaliza lini? Amumalizi. You have to have like goals. Kama watoto wangu in our school, they know. Wakitoka shuleni, they take a snack, they shower, then they do their homework. That's nice. Like hata you don't even have to tell them. Kwa sababu obviously inakuwa kama routine. Anajua tu mimi nikitoka shule nachukua snack yangu, I go and shower, kwa sababu hiyo showering pia it's a very healthy thing ambayo inafaa kuwa part of mtoto. Kwa sababu at the end of the day inamfanya ile kichwa pia ile anatoa zile uchovu, ana relax, anapata ile time pia kuthink. Maana wengine wakasema like okay, if you feel like you're very tired, eka maji kichwa. Ile kichwa huenda haija relax. Paka relax. And then also involve them in decision making. Like kama when you're creating this routine for these children, hebu waulize njoni hapa watoto wangu tukae. Sasa leo tunatengeneza timetable ya hii nyumba. Mnataka vyombo zioshe saa ngapi, homework mufanye saa ngapi, because they will own it. Rather than wewe umeenda umetengeza timetable yako unasema ikifika 6 nikuta hizi vyombo hazijaoshwa. You know, you're creating fear in these kids. You know, involve them in such decisions so that they own it, because yeye anajua mama mimi nimesema nitaosha vyombo zangu saa 4. Wote aende acheze afanye nini, anajua saa 4 amejiwekea kwenye kichwa, and they'll be responsible for that. They will come back and do it. Same to maybe tuitions and homeworks.
set a limit in that time yako na mwalimu ama time yako ya kufanya tuition is 1 hour and 1 hour only. Mashallah. Shukran sana Afwan Intifadha. habibti. This is a good thing kwamba tunadiscuss kuhusiana na watoto kwa sababu at least tutawapa wazazi utulivu wa kuweza kuwa na malezi ambao ni urahisi nyakati hizi za likizo. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Intifadha Bashir ndani ya studio zetu za Mahdi TV unaweza kufahamu mengi ambayo wewe kama mzazi nyumbani unapaswa kumwangalia vipi yule mtoto, ima wewe ni baba ama ni mama, kwa sababu tukiangalia siku hizi pia kuna single fathers ambao wanalea watoto wao na pia huenda labda wanajaribu ni vipi nitaweza kumweka mtoto wangu katika mstari ambao uko sawa, ni vipi ambavyo nitaweza kumlea kuhakikisha kwamba sipati ugumu. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, tukiwa naye si mwingine bali ni mwalimu wetu kipenzi chetu, si mwingine ni Intifadha Bashir ambaye tupo naye ndani ya studio zetu akizidi kujuza mengi kuhusiana na haswa watoto nyakati za likizo na kukuhusia wewe mzazi ni yepi ambao unapaswa kufanywa watoto wanapokuwa katika likizo hii ndefu. Tunavyojua ya kwamba watoto wamefunga shule na huenda wazazi mnapata ugumu wa malezi kule nyumbani. Sasa huu ni wakati wako kuweza kuyasikiza haya ili kuweza kufaidika na kujua ni jinsi gani utamhandle mtoto wako nyumbani. Na inshallah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Intifadha. Thank you so much. Naam. Karibu sana. Alhamdulillah, vile unavyoelezea maelezo yako yanatia moyo. Alhamdulillah. Naamini yule mzazi kule nyumbani ataona kwa hivyo mimi nikifanya jambo hili itakuwa ni rahisi zaidi. Na tukiendelea na swala zima letu, tungependa sasa kuangazia upande wa skills za watoto. Huenda watoto wako nyumbani na labda mzazi zafanya jaribu tu kitu akaingiza skills fulani kwa mtoto. Na tukiangalia sasa siku hizi kuna CBC. Ile CBC sio tu shule peke yake. Je, wanazifanya vipi, wanashughulikia vipi ili ipo pia huko nyumbani iweze kuwa na faida katika maisha yao? Bismillahirrahmanirrahim. Naweza kusema what I love most about the curriculum based CBC ni competence. What I would say napenda sana about the CBC is because it's hands-on, and I think teachers will relate to this in that there are so many activities that we do with these kids that, you know, like other than just the reading and writing, you know. So because I believe the goal ya CBC ni ku nurture mtoto holistically. In that mtoto, kuna wale ambao let's say utakuta watoto they are slow learners, but does it mean that this child does not grasp anything? That's not true. Kuna watoto ambao they are book smart. Na kuna watoto maybe they thrive more on extracurricular activities and all that. So hata pia I think this is a challenge to the parents that gone are the days whereby we used to look at the report form and be like, mtoto amekuwa number 1, you know, there's so much to look at nowadays because our kids are excelling in different levels. Na pia in that ukikuta mtoto wako maybe they are very good in let's say extracurricular activities, it's a plus point to you as well as a parent because inakuonyesha na mapema that huyu mtoto focus yake naona inaanza kipchoge sasa nianze kumtrain math na D uko tu sawa. And like during our days sisi ilikuwa lazima you excel in all subjects. It's impossible. How is that even very impossible? Na ndio maana ukiangalia nilikuwa nikipitia mtandao nikiangalia like the Western people the way they do and their kids the way they strive, it's very beautiful. Unakuta kuna a young cook already na ameenda mpaka kwa cooking competitions. You can see kuna mwingine naye amekuwa a journalist, amesomea but amekuwa like an interviewer, ana interview celebrities and so on. So you can see how wameamua let me nurture the talent ya huyu mtoto. I have to take this to another level. Na kama huyu mtoto atafikia kuwa na kitendo kwamba okay, I have my talent, I use it. That's why kuna wengine wakasema theory is another thing and practical is something else. Is another thing. Sasa kama huyu mtoto ana excel sana in practical, you have to work on that path. What I'd say is this, during this holiday inakupatia wewe mzazi nafasi nzuri sana ya kujua mtoto wako ni mtoto wa aina gani. But you cannot know all this if you're not present. And when I say present, I mean you have to be there. Like angalia ile report ambayo umepewa kutoka shuleni. Angalia mtoto wako akiwa nyumbani ni vitu gani ambazo ana excel in doing. Takupatia mfano.
in my school, like, because nimekwambia it's more of a homely thing, I have this one child, utamkuta over the weekend akona boxes. She's always building something out of nothing. Utaenda creativity. Utakuta I have a very nice structure. Ametengeza a one-story building house out of boxes. Iko na stairs, iko na roof, and it looks like a house kabisa. You know, utakuta amechukua foil, sijui ametengeza vase, sijui ametengeza nini, and she's book smart. But yeye tayari anajua, she's not, Nilimuza, do you want to be an architect because you're always building homes? She's like, no, me, I'm an artist. Nikamwambia, okay, tutafika huko juu, tutajua hii artistry yako, tutaiplace wapi. Mwingine tumekaa hivi akaniambia, Antinti, nataka uniletee nile shindano na uzi. She's into crocheting. Wow. You know, it's something this is why I'm telling you I love CBC, because in whatever these kids are learning, kuna interests zao ambazo zinatoka. Sasa sisi kama wazazi now, this is our opportunity. Acha start now, sijasema umechelewa. Mkalishe mtoto wako chini. Mwambie ni nini shule ambayo ulikuwa unapenda kufanya sana. Ama wewe unapenda kukua nani? You know. Mwingine atakwambia mimi napenda kupika. Life skills. Jikoni sasa, involve this child in whatever you're doing. Mpatie nyanya katikati yeye, mpe kitunguu, mwambie leo mimi nitasimama, nataka wewe upike. Weka hii, weka hii. That's how we nurture talents. All right? Utakuta kuna ule ambaye maybe mambo ya content creation. In as much as we are saying that we should like limit our child interaction with screen time or social media, but kuna guidelines ambazo maybe ya ku create content, like atusemi sasa ati watoto wasifanye. Nakupatia example, kama mmeangalia videos zangu, sometimes I give the kids phone to take content katika shule yetu, and they do it on their own. You just tell them this is what I want, and then you just sit, relax, and you'll be surprised. These kids know how to take photos. They know how to edit videos. This is the current generation. Yeah, true. All right? So ni wewe tu being there as a parent to guide them on how to do things. Involve your children in things. True. Life skills sahi imekuwa, it is mandatory. You know, because hata sisi tumejua. Kitu mtu afai kukosa. Gonna the days whereby ukute mtoto amekaa chini anaanza kuchora ama kujichora. Me remember there was a time ni vile hata nimekalia sana, nimesema sijapata pale pazuri pa kwenda kusomea vizuri, lakini ni ile nimekaa, lakini nilikuwa class kazi ni kujichora. So yeah, so ni kitu ambayo inakuwa ni passion, unaipenda, and ukiangalia ni kitu kama inaweza kuwa a hustle. Yes, na inalipa vizuri sana. If you're an artist mzuri, wakuchona henna and so on. Kuna sticker, kuna watu wanaenda kusomea tu hizi vitu, ndo at least akuwa nile skill. I know I am a journalist, but having something ambayo najua behind me that I can start na ifike mbali, that's another thing. Why not? Na ukiangalia sasa hivi everybody is leaning towards kukua na biashara zao. Na kila kitu kinalipa siku hizi. Cha ajabu ya Rahman. Mimi nitakwambia kama sasa hivi I'm so fascinated with crocheting because it's coming back. Wazazi wetu walikuwa wakishona hivi vitambaa vya kutandika kwenye meza, tukikuwa tunaona ni ushamba. But right now that is the in thing. People are deriving some things like crocheting kusanga nini sweater. Yeah, sweaters. I've even seen abayas. I'm like, that this is beautiful. Really nice. Yes. Na ni vitu ambazo zinalipa. You see, cooking. Squeezy, unakuta tu watu wanapika tu na umeshapata orders. People want these things. You see, something as well, nitakupatia mfano mwingine. Juzi I was watching a lady anasema aliandika mfanyikazi, but an elderly person. So alikuwa anakuja mara 2 kwa wiki kwake kuja kumfanyia usafi. Anakuja atafanya usafi tena thorough cleaning. Then it happened that huyu mama akaugua. So she was not able to come in that week. So akachukua simu akapiga, hii Kenya. Akapiga simu, mtoto wake ndo akapokea. Akamwambia mama ni mgonjwa ndio maana hajaweza kuja kazini. So yeye alikuwa na address ya huyu mama. Akachukua Uber, anaenda nyumbani kwa mama, but alijikuta anaenda in a very posh area. Akasema hii Google Map mbona kama vile si huko haiwezekani, somebody anaishi huku na anafanya kazi ya usafi. Kumbe ni huko. That lady was very well off, but she used to do the cleaning out of love. True. Kama mimi pia napenda kufanya usafi, yani kikuta sink imekaa sijui aje, utakuta tu nasugua rearranging the sitting room. Andokiangalia kuna wanawake ambao hawezi kaa nyumbani, ile anaona like this is stuff for me. But you see, something like this can get you money. True. Just out of love of, kuna msichana mwingine alianza mchezo tu TikTok.
alikuwa ana fold nguo. Anakuja kwako, anakusaidia kukunja nguo, anazipanga. Alianza kama mchezo. Sasa she has employees. That's what she does for a living. It is very beautiful. But now, how do we nurture this? Unajikuta sisi wengine tunakuja kujua interest zetu at the age. Yes, but now we have an opportunity. You have an opportunity as a parent right now to sit down with your child ama observe your child. Mwangalie ana lean towards what. Kuna wengine they are very technologically smart. Unampatia simu utakuta sijui ame-download nini, anafanya vitu vya ajabu ajabu. You see the coding that kids do in school, they're doing magnificent things. And you'll see others, I don't know, like another Indian culture that we saw, like, okay, mtoto si ile wakati anatambaa and so on. So they put varieties of products. Things, yeah. So anaona, mtoto akienda akichukua fulani, I know this is what this child will come and become. Sababu mtoto anajua nini anapenda. And it's also okay for a child to love doing lots of things. Exactly. Anapika, anajua they're book smart, they're nini. Do not like constrain your child. Usimweke katika vacuum that you need to be this. Gone are those days. You see. Now maybe tutajiuliza, maybe wale wazazi ambao wanahisi maybe they are single parents or their parents who are not fully present. They cannot be there maybe because of circumstances. They're working mbali nani. How can they, help their children during this time? Ask for help. Please ask for help. Nowadays, we have people you can reach out to. Like, for example, me. Call me. Niambie mimi niko na mtoto wangu. Teacher Zara, tell me, how do I go about this? Seek help. Don't do it alone. In as much as we are being told that nowadays there's no village in raising our children, but it's not true. Because watu kama walimu tupo. Nipigie niambie I'm having a challenge 1 to 3. How do I go about it? Again, kuna centers right now about they wanna offer like holiday camps. There's so many right now. So many. Don't shy away in taking your child there because during that time kuna skills ambazo ana learn, kuna passions mpya ambazo anapata, your child ana socialize na watu na vitu kama hizo. But again, you have to be very intentional in your parenting. Kama vitu kama hizi camps, of course they'll need money. Plan in advance. Seek help in advance. Do not shy away. Usiwe na ile umimi that I need to be the only focal point ya mtoto wangu and you don't want to ask for help. Please do. Reach out. Resources are there. Take advantage of them. Maana ni wengi ambao this holiday people are struggling. I know they are really, really struggling. But again, kuna ule mzazi pia anajiua na guilt. Because maybe anahisi that kuna wazazi wengine ambao they're fully there present for their kids. Hatutoshani. You just do the best you can with what you have. True. Thank you so much. And another question is, how can these holidays strengthen the bond between these parents? Again, be present. It's this holiday is like a gift umepewa wewe na mtoto wako. Be present. Kama you need to take some time off, wewe kama mzazi from work, tengeza leave zako ziambatane na holidays za watoto wako, the better. Foster watu kukutana. Zamani maybe tulikuwa tunajua kifika December tunaenda ushago, siku hakuna. Please tuzirudisheni hizo. Twende kwa show, twende tukachinje mbuzi, let's be there. Those are the days nyanya ilikuwa ikifika holiday anajua mimi wajukuu zangu wote wanakuja. Yes, but siku hizi unakuta hizo vitu hakuna. Hatutembeleani siku hizi haifa. Yes, nitasema yes for one reason or another, but can we make it maybe basi December tutembeleane basi hata hiyo mara moja kwa mwaka. Because naweza sema tu this is the golden time tumepewa. Do zile vitu zote zenye ungetaka kufanya na mtoto wako. Do them now. But all this cannot be achieved if you're not present. I think your question nitaisummarize to in be present. You have to be there, mzazi. You have to. Thank you so much. Na swali lingine ni kwamba if you could give one key message to parents this holiday season, what will that be? Hey, there's so much. One is not even enough. What I would say is this, my dear parents. Watoto ni amana. Hawa watoto ndio kizazi cha kesho. Be present. Dunia sasa hivi imechafuka sana. It is very scary to have your children out there without guidance. Speak to your kids
wazazi please ongeeni na watoto wenu. You know, gone are the days whereby we used to shy away from talking to our children about the taboo topics. Your children have lots and lots of sources ambazo wanapata information. Wewe ukiassume that you're not going to talk to your child about a particular topic, trust you me, huyo mtoto wako either anajua ama kuna mtu yuko pahali ready to give your child that information. Guard your children, but sijakwambia ukwe overprotective. Mambo ya getikali tunimaliza. But let them know that they can always come back to you. They can run to you for anything. But also, wapatie ile opportunity ya kuwa free, you know, to build them and make them know that they are an individual. Strike a balance between being a parent and being a friend. But Aki, please, wazazi, be present for your kids. Please be present for your kids. True. We know kina mama ndo wanakaa nyumbani. Yes. Lakini kina baba pia tujitahidi. Jamani tujitahidi. Yes, let's strike a balance. Na kina mama, encourage your husbands to be there. Sometimes tunaweza sema maskini, maybe they don't even know how to. You know, engage them in, nasema nipatie akina mama homework. I know we have a lot on our plates as mothers, but naombeni niwapatie homework. No. Find ways that your husband can engage with the family over the holidays. Google them and share it with Amwezi kosa. Amwezi kosa. Siku hizi Google umepea leakage. You know, and for us, we are not forcing these men to be present. We are just encouraging them and reminding them that their presence is very, very important. Thank you so much. Asante sana Intifadha. Kwa kuwa na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho ni faraja sana. Maelezo yako yanatia moyo. Naamini kuna mama pale nyumbani angalau ataweza kumhimiza mume wake kuweza kuwa karibu na mtoto wake. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Intifadha ameweza kujuza mengi kuhusiana na lile swala la parents and nini kuwa katika hiyo holiday likizo, kuweza kuangalia watoto, kuwalea watoto wao. Ameeleza points nzuri ambazo ni zenye faida, na pia akamalizia kuambia kwamba mzazi kuwa present kwa mtoto wako. Na hili haswa pia tungependa msisitizo zaidi. Wazazi wa kiume, internet ziko siku hizi, yani internet iko vast, yani ni kubwa sana. Kwa Google hautachukua hata sekunde 5. Itakusaidia wewe kuweza kufahamu jinsi gani utabond na mtoto wako. Watoto huku nje ni tofauti. And mentality yao sio kama yako. Uende unawaza kwamba labda mtoto wangu yupo salama. Labda hayupo salama. Natamani tu ile baba kwamba bwana nakupenda mwanangu, ama anatamani tu kuwa na ule ukaribu. Hata japo dakika 10 kukaa na mtoto wako, kuongea, kumjulisha ama kujua anaendelea vipi. Hapo utakuwa umefon bonda ambayo hauwezi ivunja. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia masalama.